Bila shaka mzima wa afya popote pale unapotufuatilia, karibu katika wasaa wa SNC Focus ambapo tunaangazia matukio yaliyojiri katika juma zima hapa katika jimbo la South Nyanza Conference. Mimi ni Hussein Karia, karibu. Kwanza ni matukio yanayofanya vichwa vya habari juma hili. Mwenyekiti wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji na daktari David Mpwani, amewasisitiza washiriki wa kanisa hilo kufanya kazi ya Mungu, kwani ni jukumu la kila mtu. Mkutano wa Njombe Net Event na Hope for Africa umezinduliwa Mwanza kwa kishindo, huku wito ukitolewa kwa kila mtu. Na wenzi wa wachungaji jimboni SNC wapongeza uongozi wa jimbo hilo kuwakutanisha. Mtazamaji wa SNC Focus, karibu tuungane kuangazia matukio yaliyojiri jimboni hapa kwa juma zima. Kumbuka waweza kufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali za Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Mwenyekiti wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, mchungaji na daktari David Mpwani, amewasisitiza washiriki wa kanisa hilo kufanya kazi ya Mungu, kwani ni jukumu la kila mtu. Akizungumza katika kongamano la walei lililofanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Shamaliwa jijini Mwanza, daktari Mpwani anawakumbusha wajibu huo kuwa ni wa kila mshiriki. Huo mkutano lengo lake kubwa au dhima yake kubwa ilikuwa ni kuandaa watu, kuwapatia elimu itakayoweza kuwapa uwezo wa kupeleka ujumbe au habari njema kwa watu wa makundi mbalimbali. Na kwa kweli ni elimu imekuwa ni bora, na tuna imani ya kwamba kwa elimu hii hakika kutaleta tofauti kubwa katika maeneo yetu ya kazi, katika makanisa yetu, katika majimbo yetu madogo madogo 9. Tuna imani moto wa injili utawaka. Msisitizo wangu ni kwamba, wapendwa, tujue tuna utume. Utume wetu ni kupeleka habari njema, injili ya milele, kwa muktadha wa ujumbe wa malaika watatu kama ilivyoandikwa Ufunuo 14 mstari wa 6 hadi 12. Na wajumbe wa semina hiyo na viongozi mbalimbali wameeleza SNC Focus umuhimu wa mkutano huo na kile wanachokwenda kukifanyia kazi. Ninaitwa mchungaji Samson Joseph Bunzari. Ninatokea mtaa wa Mseki katika jimbo la NGBF. Ninayo fursa kubwa mara baada ya mikutano hii kwenda kuunganika na walei wenzangu ambao nimewaacha kule mtaani kwa ajili ya kuwasha moto wa injili kwa ajili ya wokovu wa ndugu zetu ambao si wa Adventista wa Sabato. Ninamshukuru sana Mungu kuwa sehemu ya waseminishwaji katika mikutano hii ya AMR hapa South Nyanza katika mtaa wa Shamaliwa na kanisa la Shamaliwa. Mikutano hii inatusaidia kutazama upya utume na inatuandaa kuangalia utume wetu upya na namna ambavyo tunaweza kuifikia jamii. Ninaitwa mchungaji Wina Malagila, mkurugenzi wa idara ya huduma binafsi shule Sabato pamoja na AMR katika conference yetu ya South Nyanza. Agenda yetu kubwa na wito mkubwa unaotoa kwa wahubiri walei wote, takriban wahubiri walei 253 wa conference yetu ya South Nyanza wamehudhuria, pamoja na wachungaji wote wa mitaa 57 wamehudhuria katika mikutano hii. Kwa natoa wito kwamba mafunzo haya katika mikutano na semina zetu, hebu basi tukayafanye kuwa chachu kutoka katika makanisa yetu mahalia. Na tunatoa wito kuendelea kuwahudumia wanadamu katika mahitaji yao mbalimbali kama ilivyo makusudi ya Mungu hapa duniani. Mkutano wa Njombe Net Event na Hope for Africa umezinduliwa jijini Mwanza kwa kishindo, huku wito ukitolewa kwa kila mtu. Akizungumza wakati wa uzinduzi huo, mkurugenzi wa huduma binafsi jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, mchungaji Jonas Singo, anabainisha. Waalika walei wote, kila mmoja kuhusika katika mahubiri haya. Tunatazamia kuwaona pale Afrika kwa Kristo, tumaini lenye baraka. Nao wadau mbalimbali akiwemo mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini, mchungaji Musa Nzumbi,
wanatoa wito kwa kila mtu ili kufanikisha dhamira ya mkutano huo. Kazi inafanyika vizuri na Njombe Net Event inapokuwa inaanza, vituo vimeandaliwa, watu wamekubali. Tunatamani kuona kila mshiriki kinakuwa kituo, pale nyumbani kinakuwa kituo, kanisa linakisha linakuwa na kituo. Tunawaalika waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato popote pale walipo kuungana pamoja kwa sauti moja kuweza kupeleka injili katika majuma haya matano. Katika conference yetu tunategemea kuona kila kanisa likiwa linaendelea kuhimiza mikutano hii na kuisimamia. Tunategemea kuona watu wamefungua vituo katika maeneo muhimu kama maeneo ya roundabout, maeneo yote makubwa ya stendi, maeneo yote makubwa mahali ambapo bodaboda wanakaa na maeneo yenye vivutio. Wenzi wa wachungaji jimboni SNC juma hili wamekutana huku akipongeza uongozi wa jimbo hilo kuwakutanisha. Akizungumza katibu wa chama hicho cha wenzi wa wachungaji B. Helen Barnabas, huku akiahidi kufanya walioelekezwa. Binafsi ninamshukuru sana Mungu kwa mkutano wa wenzi wa wachungaji. Kwa kweli mkutano huu tumeufurahia sana na tunaomba Mungu atusaidie kwa yale ambayo tumeelekezwa na viongozi wetu tukayafanyie kazi. Nao washiriki wa semina hiyo wamebainisha wanachokwenda kukifanya, huku mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Nzumbi akibainisha sababu za kuwepo kwa mkutano huo. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya semina hizi, maana zimekuwa mbaraka kwangu. Nimejifunza mambo mengi, ikiwa kujitambua mimi ni nani, lakini nimejifunza mama mchungaji na pesa. Nimekumbushwa mama mchungaji sipaswi kukaa bila kufanya kazi, natakiwa kufanya kazi kwa ajili yangu na kizazi changu. Yako mengi ambao tumefundishwa na nafikiri wako ambao hata ni wapya katika kazi ambao wamejivunia katika semina hizi, lakini pia hata wale wa Kongo wa staff, maana tulikuwa wote katika mikutano hii ambazo sasa hiyo inaendelea kutusaidia. Tutakapotoka hapa tutakuwa na wito ama moto mpya kwa ajili ya kuendelea kusonga mbele kwa ajili ya kazi ya Mungu. Nimeshukuru pia tumekutanishwa na wake wa wachungaji ambao wameingia kazini kwa muda huu mfupi. Ushauri ni kwamba tufanye kazi ya Mungu, tusifanye kwa uzembe, yani tuwaunge mkono waume zetu, hasa wale ambao bado wako kazini. Wenza wote wa wachungaji ambao wako kazini na wenza wa wachungaji ambao ni wastaafu wamekutanika hapa kwa ajili ya kuweka mikakati ya pamoja ya uinjilisti, mikakati ya utume, lakini pia kutiana moyo, kufahamiana, lakini pia kujengeana uwezo kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Wenza wa wachungaji ni moja ya sehemu kubwa sana inayotia moyo wachungaji kwa ajili ya kufanya kazi kwa utulivu. Vikao vya tathmini na kupanga kazi maarufu kama Travel Moratorium imefanyika katika conference mbalimbali katika jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania, ilikiambatana na maombi yaliyohusisha majimbo makuu mawili ya Tanzania kaskazini na kusini, huku wito ukitolewa kwa watumishi jimboni SNC. Kwa majina naitwa mchungaji Halid Sadiki, mimi ni katibu mkuu kutoka hapa South Nyanza. Ninamshukuru Mungu ya kwamba juma hili zima tumekuwa ni juma la moratorium ambapo tunakuwa na tafakari ya kazi. Tunaendelea kutoa wito kwa watendakazi wa South Nyanza Conference. Kama tulivyo na kauli mbiu inayosema Mungu kiini cha kazi. Mungu anatoa wito kujitoa kwetu, tukijua ya kwamba kazi hii ni kazi ya Mungu mwenyewe. Tunachukulia nafasi hizi kama privilege tu na sio haki zetu. Mungu ametuita. Waumini wako wengi, lakini kwa nini sisi? Kwa kila mmoja pale alipo anapaswa kuhakikisha kwamba anafanya vizuri, anaweka mambo yake vizuri na kuhakikisha kwamba anampa Bwana heshima. Kwa nini tunafanya hivi? Kwa sababu sisi tunaamini kazi tunazozifanya hivi iko siku italetwa mbele ya haki ili Mungu mwenyewe apime kwamba je, alichotukabidhi tulikuwa mawakili wema? Mimi ninaitwa mchungaji Allen Elifraha, mkurugenzi wa idara ya uwakili, majengo, atape na amana hapa South Nyanza Conference. Katika juma hili tumekuwa na juma la kutathmini kazi
juma maalum linalofahamika kama travel moratorium, na kwa namna ya pekee limekuwa la maana sana. Mimi kama mkurugenzi wa wakili ninafahamu kitu kimoja, ya kwamba ni muhimu sana kutathmini maendeleo ya kazi kila baada ya muda mfupi, ili kuona wapi tunapungua na wapi tunaweza tukafanya bora zaidi. Katika juma hili tumetathmini kuona matoleo yetu, maendeleo ya kimatoleo tangu tumeanza mwezi Januari mpaka sasa. Tunamshukuru Mungu kwamba kwa namna ya pekee tuna idadi ya waaminifu walioongezeka, lakini kiwango cha zaka na sadaka tulichokusanya ukilinganisha na mwaka jana, Mungu ametujalia kufanya vizuri kwa sehemu. Kwa majina naitwa Deborah Nyahonyo, ni mtumishi wa South Nyanza Conference. Tumekuwa na tathmini ya kazi mwaka 2026 travel moratorium. Mungu amekuwa ni mwema, tumeweza kuona namna tulivyoenenda 2026. Tunatakiwa tufanye kazi kwa kiwango kikubwa, na tunaamini Mungu atatusaidia, tutafanya vizuri zaidi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza limesema litaendelea kushirikiana na kanisa la Waadventista wa Sabato jimbo la Nyanza Kusini katika mambo mbalimbali, ikiwemo elimu kuhusu namna ya kupambana na majanga ya moto. Wakizungumza katika kikao hicho, kaimu kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mwanza Elisa Mugisha na mwenyekiti wa jimbo la Nyanza Kusini Mchungaji Musa Nzumbi wamebainisha umuhimu wa mashirikiano hayo. Tumeweza kubadilishana mawazo, wametuambia nao watu wengi wana taasisi mbalimbali, kama taasisi moja hapo kubwa hapa ni hospitali walionayo hapa, lakini pia na sisi tumeweza kuwaelimisha mawili matatu kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa kweli tulikuwa na kikao kizuri sana chenye tija, na tunamshukuru sana kiongozi wa hapa Baba Askofu ambaye Nzumbi ametupatia ushirikiano wa kutosha, na ametualika mahali popote watakapokuwa na makusanyiko, basi watatushirikisha ili tuweze kutoa elimu zaidi. Na ninatoa wito kwa makanisa yote katika South Nyanza Conference, lakini pia waumini wetu kuhakikisha kwamba wanachukua tahadhari, na hivyo waweze kuwakaribisha jeshi hili la Zimamoto na Uokoaji kutoa semina, kuelekeza waumini, lakini pia kuona namna gani ambavyo kila mmoja atajiokoa, atatumia knowledge hiyo au ufahamu huo kwa ajili ya kuepuka na changamoto za mioto. Tuna taasisi, tuna shule, tuna hospitali, tuna majengo ya kanisa, majengo ya makundi na maeneo ya mikutano. Dharura inaweza ikatokea mahali popote kwa muda wowote, kwa hiyo ni vizuri kuweza kuchukua hizo tahadhari. Niombe makanisa yote yaweze kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kuokoa maisha kabla ya majanga makubwa hayajatokea. Hivi ndivyo tunavyofikia mwisho katika wasaa wa SNC Focus juma hili, ambapo tumeangazia matukio yaliyojiri katika juma zima hapa katika jimbo la South Nyanza Conference. Lakini kabla ya kumaliza habari zetu, hebu tujikumbushe yale tuliyoyapa kipaumbele juma hili. Mwenyekiti wa jimbo kuu la kaskazini mwa Tanzania kanisa la Waadventista wa Sabato Mchungaji na Daktari David Mpwani amewasisitiza washiriki wa kanisa hilo kufanya kazi ya Mungu, kwani ni jukumu la kila mtu. Mkutano wa Njombe Net Event na Hope for Africa umezinduliwa jijini Mwanza kwa kishindo, huku wito ukitolewa kwa kila mtu. Na wenzi wa wachungaji jimboni SNC wamepongeza uongozi wa jimbo hilo kuwakutanisha. Mtazamaji wa SNC Focus, hivi ndivyo ambavyo tunaweka nukta katika kuangazia matukio yaliyojiri katika jimbo la Nyanza Kusini kwa juma zima. Kumbuka waweza kutufuatilia katika kurasa zetu mbalimbali ikiwemo Facebook, YouTube, Instagram na TikTok. Hadi tutakapokutana tena juma lijalo, endelea kufuatilia kile tunachokiweka katika kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Mimi ni Hossein Karia, wakati mwema.